Shalom, ni mtu wako wa Mungu Apostle Florian Jiala. Na ni siku nyingine ambako tunashare kitu kingine ambacho ninaamini kuwa ni baraka. Watu wengi wanaona maono na wanaota ndoto au wanasikia sauti za Mungu na uongozo kutoka kwa Mungu, lakini hawaelewi ni namna gani ambapo wanaweza kaombea ndoto walizoziona, maono walioyaona. Hawajui ni namna gani ambavyo wanaweza kuombea. Ukienda moja kwa moja katika Luka 11 mstari wa kwanza, ninaipenda sana. Kuna kitu hapo wanafunzi wa Yesu wanamuomba Yesu Kristo. Biblia inasema ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Bwana, kuomba au kusali kunafundishwa. Kuombea ndoto zako au maono yako kunafundishwa. Kuombea maisha ya kwako kunafundishwa. Kwa sababu Biblia inasema wako watu wanaomba lakini wanaomba vibaya. Kwani kuna mtu anaweza kaomba lakini katika kuomba akawa anaomba vibaya. Bwana, huyu mwanafunzi anamsisitiza Yesu, tufundishe kuomba. Ni namna gani ambapo tunatakiwa kuomba? Sasa unapoota ndoto mbaya ya kutisha, uko polini, unakimbizwa na vitu, au kuna vitu vimekuuma kwenye ulimwengu wa roho, au unaingiliwa kimwili, kitu chochote ambacho ni kichafu na ukipenda kwenye ulimwengu wa roho, jambo la kwanza ukiamka asubuhi, cha kwanza kabisa, omba toba kwa habari ya ile ndoto. Omba toba kwa habari ya ile ndoto. Ukishamaliza kuomba toba, awamu ya pili, ikatae na kuifuta ile ndoto. Kataa ile ndoto, unaikataa kabisa. Ninakataa, ninaifuta, haitaonekana kwenye ulimwengu wa roho. Na kama ni kitu kimekuuma, unakamata ile sehemu uliong'atwa. Kama ni nyoka amekuuma, kama ni mnyama yoyote amekuuma, au ni kitu chochote umechoma sehemu yoyote, kamata ile sehemu ambayo ulikuwa umeng'atwa na ombea. Sema chochote kilichoingizwa cha namna yoyote, hila ya namna yoyote, ubaya wa namna yoyote ambao umeingizwa ndani yangu, ninautoa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Na baada ya hapo, kisha kamilisha hapo, unamshukuru Mungu kwa ushindi, na then utakuwepo umedili na ndoto mbaya. Pale ambako unaota ndoto nzuri na unatamani kuona hicho kitu kinatokea, nako kuna aina ya maombi ya kuomba. Namba moja katika maombi ambayo utakayoomba, utamwambia Bwana, kila ndoto njema ambayo hii nimeiota, Bwana, idhihirishe. Kwa moja unaenda kuita rehema za Bwana. Unasema, Bwana, kwa rehema zako idhihirishe ndoto hii, ikawe halisi katika jina la Yesu. Kwa utaomba katika jina la Yesu na kuiruhusu ile ndoto ikawe katika manifestation. Usitoke tu umekurupuka na ukaenda kuhadisia watu, ukaenda ukashare na watu, Bwana, nimeota 1 2 3. Hapana, ikabisi kwa Mungu na mwambie Mungu, kwa haraka ndoto hii ikazeleke. Umeota unapata kazi, umeota unanunua gari, umeota umenunua nyumba, umeota unaoa, umeota unaolewa, then into the prayer, command that dream to become true. Kwa sababu maana ya ndoto ni kitu kimeshaachiliwa kwenye ulimwengu wa roho, au namna ambavyo kinaonekana kwenye ulimwengu wa roho, au kama ni gari, ni nyumba, ni ndoa, tayari vimedhihirishwa kwenye ulimwengu wa roho. Sasa kuvizilisha katika ulimwengu wa damu na nyama, it require prayer, inahitaji maombi. Then ukiomba inaingia kwenye uzilisho. Mungu akubariki sana. Ni mtu wako wa Mungu Apostle Florian Jiala. I sign out. God bless you. Shalom. Kwa wanafamilia wa Jesus Embassy, tafadhali subscribe kwenye alama hiyo nyekundu, gusa, alafu bonyeza pia alama hiyo ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video hizi za mafundisho ya Mungu. Pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii kama Facebook, TikTok na Instagram kwa jina hilo hilo la Apostle Florian Jiala. Karibu.